الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wazee wangu na ndugu zangu katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameusifu umma wa Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ni umma bora na ni umma ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua na akautoa kutoka kwa wanaadam ili umma huu uweze kuwafaidi wanaadam, na akatoa sababu kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameusifu umma huu wa Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni umma bora. Aliposema kwenye Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah asema kwenye Qur'an kwamba nyinyi umma Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umma bora, ukhrijat linnasi, ambao umetolewa kutoka watu. Kwa nini sisi ni umma bora, au kwa nini sisi tutaweza kukaa katika daraja kuwa ni umma bora kuliko umma wowote? Ni kwa sababu asema Allah, ta'muruna bil ma'ruf, munaamrisha yale ambayo ni mema, watanhauna 'anil munkar, na mnakataza yale ambayo ni mabaya, watu'minuna billahi, na mnamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyote amemfadhilisha mwanaadam katika ulimwengu huu, na akasema kwamba amemuumba mwanaadam katika umbo ambalo ni bora kabisa, na akampa cheo mwanaadam katika ardhi hii kwamba mwanaadam awe ndiye msimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu huu. Allah atueleza alipotaka kumuumba mwanaadam, aliwaambia wanaadam: wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nakumbuka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala mola wako alipoambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nitajalia katika ardhi msimamizi wangu, mimi nitajalia katika ardhi mwakilishi wangu. Sisi ni wakilishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifa ni mwakilishi, kama alipokuwa khalifa Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu akiitwa khalifati rasulillah. Huyu ni mwakilishi wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Alipochukua hatamu za uongozi Umar ibn Khattab akaitwa khalifati rasulillah. Huyu ni mwakilishi wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio pale Umar akasema itakuwa tabu, atakayekuja sasa ataitwa khalifati rasulillah, ndio akaitwa amirul mu'minin. Turudi, sisi ni makhalifa wa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ni wasimamizi, na msimamizi kazi yake ni kutenda la yule ambaye anamsimamia. Ukiwa ni msimamizi huna khiari, unatenda
lile analotaka yule ambaye unamsimamia. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kumtukuza mwanadamu na akampa cheo katika ulimwengu huu, akampa mwanadamu nguvu, akamwezesha mwanadamu. Kila kilichoumbwa katika ardhi hii ameumbiwa mwanadamu ili mwanadamu aweze kutimiza jukumu lake ambalo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya kabla ya aya ambayo nilisoma hii, wa qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala sema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa alladhi, yeye ndiye yule ambaye khalaqa lakum, ameumba kwa ajili yenu nyinyi wana Adam, ma fil ardi jami'a, kila kitu katika ardhi. Kila kitu katika ardhi ameumbiwa mwanadamu, avitumie mwanadamu ili mwanadamu aweze kutimiza jukumu lake la kumwakilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi Waislamu kwa sababu ni umma bora, tuweze kutimiza wajibu wetu wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Allah amempa mwanadamu nguvu kubwa sana, kwamba kila kitu. Ndio leo utakuta kwamba mwanadamu anaweza kumfanya mnyama kama ndovu amtii, nyama mkubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amempa nguvu. Leo mwanadamu aweza kupasua anga kafika mpaka mwezini. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa nguvu juu ya kila kitu ambacho amekiumba. Lakini hakumwacha mwanadamu huru, akataka kumneemesha mwanadamu. Na katika neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu ni neema ya ilmu. Sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma wa kuongoza. Sisi sio umma wa kufuata. Lakini hali imebadilika leo, sisi tumekuwa umma wa kufuata, sio umma wa kuongoza. Dauri yetu, our position in this world is a position of leadership. It is not a position of followership. Sisi ni kuongoza, sio kufuata. Allah subhanahu wa ta'ala akampa neema baba yetu Adam. Malaika wauliza, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Vipi leo utaomba kiumbe ana huru, utajalia katika ardhi man yufsidu fiha, yule ambaye atakafanya ufisadi, man yufsidu fiha wa yasfiku dima, na atakayemwaga damu. Angalia leo mwanadamu, kile ambacho ameumbiwa mwanadamu kwa ajili ya mwanadamu, leo mwanadamu amevifadhilisha vile vitu, akamdhalilisha mwanadamu, kwamba leo mwanadamu atatwezwa, atadhulumiwa kwa sababu ya vitu ambavyo Allah amemuumbia mwanadamu. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha, neema kubwa aliyopewa Nabii Adam alayhi salam. Katika neema ambazo Allah amempa kwamba alimuumba kwa mikono yake ni kwamba alimpa ilmu. Allah sema wa'allama Adama al-asma'a kullaha, na tukamfundisha Adam maneno na vitu vyote. Ulama wasema hii ni ilmu alipewa, na wengine wamefasiri kwamba alipewa uwezo wa kuweza kuvita vitu ambavyo vitakuja baadaye. Ilmu. Sisi ni umma wa kusoma. Amri ya kwanza sote tunajua aliopewa Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, hakuambiwa amini. Bwana Mtume hakuambiwa amini, aliambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Jibril anamjia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amwambia iqra, soma. Bwana Mtume asema ma ana biqari'in, iqra, soma. Ma ana biqari'in
Iqra, soma. Ma ana biqari'in, mpaka alipomwisho anabana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema nisome nini? Ndio iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Aya tatu Allah sema iqra wa rabbukal akram, soma na Mola wako ni mkarimu mno. Mkarimu kwa nini? Allama bilqalam. Baada ukarimu Allah subhanahu wa ta'ala hakusema kwamba amemruzuku mwana Adam rizqi, asema nini? Allama bilqalam allama alinsana ma lam ya'lam, kwamba amefundisha kwa kalamu, amemfundisha mwana Adam lile ambalo halijui. Lau ilmu ingekuwa haina umuhimu, Allah subhanahu wa ta'ala asingeapa kwa kalamu. Allah haapi kwa vitu ovyo ovyo. Akiapa Mwenyezi Mungu ameapa kwa kitu kikubwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema nun wal qalam, nun wal qalam, nun, na Allah sema naapa kwa kalamu. Nataka tuchukue muda kidogo tuangalie cha kisa cha Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipojiwa na Jibril akapewa amri ya kusoma. Nimesema kwamba hakuambiwa amini. Kuna pahali Allah amwambia Bwana Mtume na sisi fa'lam annahu la ilaha illa, jua. Hakumwambia amini, jua. Allah uliza hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, yeye wanajua, je, wako sawa wale ambao wanajua na wale ambao hawajui? Sisi ni umma wa ilmu, lazima tupigane jihadi ya ilmu. Profesa Rashid Mzee, wakati kulikuwa na vuguvugu la IPK, mnakumbuka, Islamic Party of Kenya, alitoa kauli moja, na nawaomba msikize kauli hii ya Profesa Rashid Mzee. Alisema, na nitasema kwa Kizungu alivyosema na kutafsiri, asema when you deny a people education, when you deny a people education, you have given yourself a license to deny them everything else. Unaponyima watu elimu, unapoinyima jamii elimu, basi umejipatia ruhusa wewe ya kuwanyima vitu vyote. Tunataka kazi za poti, watu waliosoma. Hamuna waliosoma. Tunataka hivi lakini hamukusoma. Tunataka hivi lakini hamukusoma. Wazee wangu, mtaniwia radhi, kuna maneno ambayo yamekaa katika moyo wangu lazima leo yaseme, na nasema kujinasihi mimi na kuwanasihi nyinyi ndugu zangu. Kiwango cha elimu katika mji wetu kiko chini sana, chini sana. Watoto wetu kidogo ndio wanapata alama za juu, wengi wanapata alama za chini, na hii inaleta tatizo katika mujtamaa. Watoto wasiposoma, ndio sasa watoto wanakaa barazani, watoto wanaanza kuingia katika masala dawa kulevya, watoto wanaingia katika wizi, usalama katika jamii unapotea, hakuna familia, watoto wa kiume hawezi kuoa watoto wa kike. The effects of having a non-educated generation are many. Kwa hivyo kama Waislamu lazima intervene, lazima tuingie kwenye jihadi kubadilisha, na hatakuja wa nje. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah asema, Mwenyezi Mungu habadilishi hali ya watu isipokuwa wao wabadilishe ile katika nafsi yao. Nimesema mimi ni mzaliwa wa Majengo, nimetoka Majengo, nimesoma Majengo, nimesoma Mombasa, na sasa ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Wakati wazee wetu, na kama kwa wazee hapa natoa nasaha, kuna wakati wazee wetu waliamua kwamba masala ya elimu watalivamia vizuri ili tuweze kuinua standard of education in our community. Wazee wetu wa MEWA, Muslim Education and Welfare Association, chama hichi kilipoanza kilikuwa kimeangazia elimu zaidi. Baada ya hospitali kuja, na alhamdulillah nasikia endelea vizuri, focus shifted. We moved from education
tukafocus kwenye health. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, knowledge is a treasure of the Muslim. Knowledge is a treasure lost by a Muslim. Wherever he finds it, he should grab it. Elimu ni hazina ambayo ameipoteza Muislamu. Kwa hivyo pahali popote atakapoipata lazima aichukue. Wakati ule kulikuwa na kampeni hali ya juu. Tulikuwa na maskani hizi zikiitwa nadi, watu kikao kila mirungi, lakini Mewa ikabadilisha, ikaleta mtakati, nadi zikawa sehemu za watoto kufanya tuition usiku. Nakumbuka kuna tulikuwa nazo Mwembe Tanganyika, tulikuwa nazo Mandri, mitaa mbalimbali. Mewa ikafanya campaign kwamba wazazi wa Kiislamu waingie kwenye Parent Teachers Association. Mewa ikifanya iftar, ikipeleka watoto India, na alhamdulillah kuna generation ambayo taijua ilifaidika kwa Mewa. Mtoto wako akisoma, shukuru Mungu. Usija in your mind, do not think kwamba wewe ikiwa mtoto mwingine hasomi wewe utakuwa salama. La, ikiwa mtoto mwingine hasomi basi kutakuwa na balaa kwenye jamii na wewe utaathirika. Kwa nini mimi nasema haya? Mwanzo nasema kwamba ikiwa watoto wetu hawakufanya vizuri katika mitihani yao ya form 4, tusikate tamaa. Mimi ni mhadhiri na mimi siamini kwamba 3 hours of examination, you examine a child 3 hours for an examination of 4 years is appropriate. Siamini mimi kwamba mtoto asome miaka 4 halafu katika masaa 3 upime kwamba huyu mtoto ameelewa au kuelewa. I don't believe that. Examination is not the best tool to assess a child's understanding and knowledge. Hata mtoto atapata D+, mimi naamini and I have proven kwamba watoto wale wanaweza kuendelea katika mpaka university. Hapa mtaa huu wa msikiti wa Majengo kuna watoto ambao nawajua karibu 5 ambao walikuwa na D+ na leo wametoka na madegree from public universities. Sina wakati, lakini mimi narudi hapo msikiti wa Musa. Kuna ndugu zetu wamejitahidi na mimi najihusisha na wao kwamba juu hapa kuna tuition zaendelea. Kuna watoto karibu 80 siku 5 kwa wiki wasoma hapa juu. Nini? Tunataka kuinua standard za watoto wetu, tunataka kuinua standard ya mujtamaa wetu. Kwa sababu kwa nini daktari asiwe sisi? Kwa nini engineer asiwe sisi? Kwa nini plumber asiwe sisi? Kwa nini leo nyumbani kwangu aingie mtu ambaye si Muislamu kuja kufanya electrical work? Kwa nini? Bwana, tuna watoto. Ikiwa sisi tunataka kuhifadhi Qur'ani, tutashindwa sisi kuhifadhi ilmu hii? Na ujue hakuna tofauti katika Uislamu baina ilmu ya dini na ilmu ya dunia. La, ukiangalia kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kuhusu ilmu ya mimea, anazungumza kuhusu ilmu ya wanyama, anazungumza kuhusu ilmu ya ardhi, geology, botany, zoology, ziko kwenye Qur'an. Na tulikuwa mabingwa sisi wa ilmu. Ukisikia subhanallah, Ibn Rushd, Ibn Sina, hao walikuwa ni Waislamu. Ndugu zangu, lazima wakati sina, lakini nawaambia ndugu zangu, lazima we have to intervene. Lazima tubadilishe hali yetu ya ilmu, tuwasaidie ndugu zetu hapa. Na mimi hapa wanajitahidi, kina Ustadh Tea na walimu. Kuna walimu karibu 8 hapa wanakuja kila siku, katika wiki mara 6 wanakuja. Mtoto hata kama si wangu, mtoto mwingine, lakini ile ni katika sadaqa jaria au ilmu yuntafahu bihi au waladun salih yad'u lahu. Mewa, I urge you to regain your focus on education, kwa sababu hakuna hazina muhimu zaidi kama ilmu.
Mwatie mtoto mali, atakuifuta, ataimaliza, lakini ilmu ni hazina ambayo itamwinua yeye na itainua mujtamaa. Kwa hivyo ndugu zangu katika Uislamu, utafikia na haya yeye kusimama, lakini mimi nasimama kwa niaba ya watu wa msikiti wa Musa wa Majengo. Turudishe izza yetu katika elimu, toeni fi sabilillahi katika kuinua elimu. Man dha alladhi yuqri Allah qardan hasana, ni nani ambaye atakamkopesha Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu lazima alipe? Nimeelezwa hapa kwamba takriban gharama za kuendesha tuition hapa ni karibu 30,000 kila mwezi. Twashindwa sisi watu wa Majengo kuraise 30,000 shillings in a month? What is 360,000 in a year? Pesa ndogo. Leo tutatumia mamilioni kwenye maharusi. Twashindwa sisi? Hatushindi. Mwate mtoto ajue kwamba jamii inamsaidia na yeye kesho saidie, tuweze kuinuka. Wallahi mimi leo Wasomali watushinda. Nikikaa katika darasa langu chuo kikuu, karibu 70% ni Wasomali. Alafu leo tutakuja kusema Wasomali ndio kupewa vyeo. Kwa nini? Wasoma tena, waume kwa wanawake. Wakati wa Maghrib naswalisha mimi university, safu 3 nikiangalia nyuma 80% ni Wasomali. Kwa nini sio sisi? Na mimi nawapa hongera Wasomali, waendelee hivyo hivyo na sisi tufuate hivyo hivyo. Kwa hivyo tujitolee. Na mimi nataka kumaliza na maneno ya Sheikh Abdallah Saleh Fars rahimahullah, asema wenye kusoma kweli kweli wakaona namna gani alivyoumba Mwenyezi Mungu na mashangazo na hikma zilizomo katika kuumba kwake, hao ndio wanajua kweli ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu hakutuamrisha kusoma ilmu za fiqh tu. Narudia, Mwenyezi Mungu hakutuamrisha kusoma ilmu za fiqh tu, bali pia kusoma maelimu haya yanayosomeshwa katika maskuli na maakademi. Sheikh Abdul Saffar amekufa miaka mingapi? Alipoandika tafsiri ya Qur'an kwa Swahili ni miaka mingapi? Lakini angalia anaona wapi. Asema hatukuambiwa kusoma fiqh na sera na hadithi, lakini tumeamrishwa pia kusoma ilmu katika maskuli na maakademi na macollege na mauniversity na malaboratory na mengineo. Mafunzo yote haya yalikuwa ya Waislamu, halafu wameyatupa kama walivyotupa mwendo wao mzuri, basi kila kitu wakakitupa, na sasa wanaanza kuyarejea tena, basi na kila ukubwa wao utawarejelea, kwa sababu ukubwa wetu utarudi ikiwa tutarudi kwenye ilmu. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Tutaulizwa kesho na Allah subhanahu wa ta'ala. We have to change the situation in our community. Hapa Majengo, watu kusikia mtoka Majengo haamini kwamba mtoto wa Majengo afika university. Kwa nini asifike Majengo mtoto wa university? Asifike university mtoto wa Majengo? Lakini ni mimi na wewe, wale wanasaidiana ndugu zetu kina Kea, Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Lakini nawaambia na nyinyi ambao hamjaanza, toweni katika njia ya Mwenyezi Mungu, na inshallah umma utainuka, na wewe kesho utainuka yaumul qiyama. Wa akhir da'wana walhamdulillahi alamin. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Allah sema kwamba tumtii Allah na mtume wake, na yule ambaye amemtii mtume faqad ataa Allah, amemtii Mwenyezi Mungu. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni wajibu, ni faradhi. Kama swala faradhi, kutafuta elimu pia ni faradhi kwa kila Muislamu. Kwa hivyo tujibidiishe, tusome na tusomeshe watoto wetu, na tujihusishe katika mikakati na project na barnamiji ambazo zitainua elimu ya watoto wetu.
Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumswalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair binasta'in. Ya fatah al qulub ya bil ajab al khair 'allimna بفضل قدرتك وبكرمك وبرحمتك ارحم الراحمين. اللهم زدنا قوة وبسطة في العلم والجسم. اللهم زدنا قوة وبسطة في العلم والجسم. اللهم زدنا قوة وبسطة في العلم والجسم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا الأبرار. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فاجعل يا رب أمورنا كلها سهلة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mimi nimebalighisha. Kesho nikiulizwa kwa Mwenyezi Mungu nitasema nilibalighisha kwa wazee wangu na ndugu zangu katika msikiti wa Musa. Aqimi ssalah.